Dhulmu ya pili baada ya shirk, ikiwa ni kitengo cha dhulmu al-insani li nafsihi, mwanadamu kuidhulumu nafsi yake, ni at-taaddi ala hududillah, ni mtu kuruka mipaka juu ya mipaka ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aliyowekewa. Yatajawaz hudud Allah, anapita kiasi juu ya yale ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemwekea katika sheria, amembainishia mipaka yake, akawa ni mwenye kupita kiasi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala fi akthari min mawdhi'in fi al-Qur'an al-Karim, Allah amekataza katika sehemu nyingi anil iktirabi min hududihi, mtu kukaribia katika ile mipaka yake. Wadalla ala dhalika qawluhu ta'ala katika suratul Baqara aya 229, Allah anasema tilka hududullahi fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudh dhalimun. Tuko katika dhulm. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema hiyo ni mipaka ya Allah, tunatakiwa tuilinde, tusiwe ni wenye kuiruka ile mipaka. Mahali ambapo tumeambiwa hapo ndo tufikie, ndio hapo hapo katika sheria, tusiwe ni tajawuz. Hapa ni kosa hili tusifanye, tusiwe ni wenye kufanya. Kwa hizo ni katika hududullah, tunatakiwa tuzilinde. Kisha Allah anasema man yataadda hududallah, yule ambaye sasa anaruka mipaka, ashaekewa hapo red line, utakiwi uwe ni mwenye kupita na akapita, basi Allah anasema fa ulaika humudh dhalimun, hao ni miongoni mwa wale ambao ni madhalim, wanaidhulumu nafsi yao kwa kutenda maasi mbalimbali ambayo yamekatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni sampuli ya pili. Sampuli ya tatu katika ya ashkal ya dhulmu al-insani li nafsihi ni al-i'radu an ayati llahi, kuipa mgongo aya za Allah Subhanahu wa Ta'ala, bita'tili ahkamiha, zile ahkami za Allah Subhanahu wa Ta'ala ukawa huzifuati. Inna min dhulmi al-insani li nafsihi al-i'radu an ayati llahi azza wa jalla li'annahu yu'arridu nafsahu lil'iqabi ash-shadid. Ikiwa utakipa mgongo kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala au aya za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi mwanadamu atakuwa yeye mwenyewe ameipeleka kupata adhabu kali kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah anasema waman a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan dhanka wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma. Surah Taha aya 124. Allah anasema yule ambaye atakipa mgongo kitabu changu, aya zangu, fa inna lahu ma'ishatan dhanka, atakuwa na maisha ya dhiki, wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, na siku ya kiyama tutamfufua akiwa kipofu. Kwa hivyo yule ambaye kwamba anakipa mgongo kitabu cha Allah, baadhi za aya za Allah hazitaki, huyo ni mmoja katika miongoni mwa wale ambao wanaidhulumu nafsi yao, kwa sababu ameipeleka nafsi yake katika kupata iqab shadid kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala siku ya kiyama. Na kwa nini apata iqab? Ni kuwa ashaidhulumu nafsi yake katika maisha yake. Kitabu cha Allah hakitaki, hatekelezwa walioamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an. Asiseme la, mimi sikipi mgongo kitabu cha Allah, nakipenda, nasoma. Ni vipi tena maana ya i'rad? Ni kwa wewe hufuati yale aliyotaka Mwenyezi Mungu, pale wewe huna haja nayo, na huko ndio maana ya i'rad. Au aya Mwenyezi Mungu imekataza hapa, akasema kidogo nitafinya nifanye, ina maana hukukubali ile sheria pale ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni moja ya sura ya tatu katika sura za mtu kuidhulumu nafsi yake wakati anapokipa mgongo kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nne, ambayo ni kismu ya mwisho au picha ya mwisho katika mwanadamu kuidhulumu nafsi yake, ni al-kadhibu ala Allah, kumchukua Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa yale yote ambayo anatueleza ni muongo. Inna min a'zami anwa'il kadhib huwa al-kadhibu ala Allah. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala ametueleza katika suratul An'am aya 144, faman adhlamu mimman iftara ala Allahi kadhiba liyudhilla an-nasa bighairi ilm inna Allaha la yahdi al-qawm
adh-dhalimin. Utapata lazima anamalizia Allah na neno hilo, anabainisha wazi kwamba huyu ni dhalim, yule ambaye kwamba anamsingizia Allah kuwa ni muongo juu ya yale yote ambayo ametuletea katika Qur'an, na anaitumia hiyo fursa kusema hivyo liyudhilla an-nasa bighairi ilmi, ili awapoteze watu na yeye hana ilmu, anaoropoka tu, anapoteza watu, hana ujuzi juu ya yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha. Kisha Allah subhanahu wa ta'ala akabainisha kuwa huyu ni dhalim pale aliposema inna Allaha la yahdi alqauma adh-dhalimin, Allah hawaongozi, hawapatii uongofu wale watu ambao ni madhalim. Kwa hivyo hizi ni sura 4 ya dhulmul insani li nafsihi, mwanadamu kuidhulumu nafsi yake. Kwanza ashirku billah, unapomshirikisha Allah ujue umeidhulumu nafsi yako. Pili, at-taaddi ala hududillah, ile mipaka ya Allah ukawa ni wenye kuiruka. Hiyo ni picha ya pili. Picha ya tatu ni pale unapokipa mgongo kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Na ya nne, unaposingizia kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwongo, basi ujue umeingia katika mtego huu wa mwisho wa kuidhulumu nafsi yako. Na Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyosema, inna Allaha la yadhlimu an-nasa shay'a walakinna an-nasa anfusahum yadhlimun. Katika suratu Yunus Allah amebainisha wanadamu au watu wao wenyewe ndio wanaidhulumu nafsi yao. Sampuli ya pili ya dhulma, ambayo hii ndio dhulma kubwa sana na iko kwa wingi, baada ya kueleza sampuli ya kwanza ambayo ni alaka baina ya sisi na Allah subhanahu wa ta'ala. Tunatakiwa tulinde ibada zetu vizuri katika masiku haya 10 bora, lakini kuna haya ambayo tunafanyiana kwa wingi sana katika mlango huu wa dhulm, ni dhulmul insani li ghairihi minan nas, mwanadamu kumdhulumu mwenzake, dhulma ambayo tunafanyiana sisi kwa sisi. Hii ni dhulma kubwa sana na ni dhulma nyingi, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala amebainisha katika Qur'ani aya mbalimbali, aya nyingi sana. Lau utakuwa na kamusi yako ya fahras ya mufradati al-alfadhi katika Qur'an, unapoandika tu neno dhulm, basi utapata msururu wa aya nyingi sana ambazo zinakuja, na aya nyingi zimeeleza dhulm katika sampuli hii ambayo tunaeleza. Aya kwanza ambayo tunaanza nayo katika suratu Nisa aya 10, Allah subhanahu wa ta'ala anasema innal ladhina ya'kuluna amwala al-yatama dhulma inma ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja aklu mali al-yatim, kula mali ya yatima, ni katika dhulm, na hii ni dhulmul insani li ghairihi minan nas, anadhulumu wengine. Mtoto kama ule ni amana, umeachiwa yatim, au kuna mali ameachiwa yule mtoto yako katika miliki yako, basi unatakiwa utahadhari sana, kwa sababu Allah anasema innal ladhina yaakuluna amwala al-yatama dhulma, wanakula mali ya mayatim kwa njia ya kimakosa, ndio dhulman bighairi haqqin, bila ya haki. Sio kwa hiyo ni fakiri, pengine ni fukara, umeachwa jukumu, basi unachukua bil ma'ruf, ikisaidia katika support ya chakula chako kwa lisha wako na wale mayatimu, hiyo ndio kula bil ma'ruf. Lakini kawa unatilifu yale mali ya yatim, na wakati anapofika ile umri wa amefikia kuweza kutumia mali yake, balagha ashuddahu, umri wa kuweza kubalighi, wengine wanatafsiri hivyo, lakini huenda wa umri wa kubalighi ikawa pia mtoto hawezi kusurufu yale mali, miaka 15, miaka 16, 17. Umri kama ule tukiona bado hajakuwa na akili ya kuweza kusurufu mali kama yale, utaingia ule mlango wa fiqh ambao unajulikana mlango wa al-hajr, kuweza kuzuia mali kama ile, kuweza kumsurufia na kumfundisha kutumia mpaka anapofahamu. Kwa hivyo tunaambiwa tutahadhari kula mali ya mayatima, na
madhara makubwa Allah subhanahu wa ta'ala mitaja katika aya, inma yakuluna fi butunihim nara, wanapokula bighairi haqqin, basi wajua huo ni moto unawakabili. Wanakula moto katika matumbo yao, wasayaslauna sa'ira, na kesho akhira wataingia katika moto uliosifika na jina kama hili la sa'ir, moto mkali. Kwa hiyo hii ni dhulmu ya kwanza tunafanyiana sisi kwa sisi. Alimiliki mali ya mayatim anatakiwa ayachunge, na hiyo ni amana, na amana kama ile anatakiwa ailinde. Sasa kwa yule ambaye yuko katika hali kama hiyo, anatakiwa achunge zaidi katika masiku haya 10 bora, kwa sababu Allah ashasema fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya pili katika sampuli ya dhulmul insani li ghairihi minan nas ni iqtita'u al-aradi wal aqarat bighairi wajhi haqqin, kunyakua ardhi za watu, milki za watu, ukawa unafanya mbinu zako na hodari wako wa kuweza kufoji pengine makaratasi na kuweza kumiliki ardhi zile kimakosa. Hiyo ni moja katika dhulma ambayo tunafanyiana sisi kwa sisi. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameikemea hii dhulm katika hadithi iliyopokewa na Bukhari min hadithi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Mtume anasema man akhadha shay'an min al-ardi bighairi haqqin khusifa bihi yawm al-qiyamati ila 7 ardhin, yule ambaye atafanya udanganyifu akachukua sehemu katika ardhi ya mwenzake bila haki, si kwa kuwa pengine umeuziwa kwa njia za kisheria, ukachukua kimabavu, kinguvu, pengine wewe una sulta, unategemea mahali, una support pengine katika serikali, ukaweza ukachukua ardhi kama ile kimabavu, lakini ujue hiyo ni dhulma, madhambi yake ni makubwa. Na Mtume akabainisha gharat bihi al-ard, ay khasifa bihi, ardhi itakuwa ni mwenye kumdidimiza yule ambaye kwamba amechukua sehemu katika ardhi, na katika riwaya nyingine hata iwe ni shubiri. Wa hawa ila asfalihi, ile ardhi itamweka chini kabisa, na kusudiwa hapa ni iqab, sio kwa ataenda katika ardhi ya 7 huko salama salimini. La, hakuna salama salimini. Sisi tunakuweka juu juu tu pale baada ya kifo chako, lakini itakupeleka ardhi kwa kuwa wewe ulinyakua sehemu katika miliki yake. Maki ardhi ni Allah subhanahu wa ta'ala, na ardhi kama ile wanadamu kwa sheria za umiliki kupitia aya za Qur'ani, za mirathi, hadithi za Mtume, mwanadamu amemiliki ardhi ile kwa ni yake kwa haki. Basi wewe unapochukua bila ya haki yoyote, pengine umeuziwa ama ni vipi, basi ujue hiyo ni iqab, utakwenda kuikuta mbele Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na ni dhulma kubwa sana umeifanya. Riwaya nyingine, hadithi iliyoko katika sahihain min hadithi Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail radhiallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala man iqtata'a shibran min al-ardi dhulma, mwenye kunyakua sehemu katika ardhi japo ni shubiri, basi tawaqahu Allahu iyaha yawm al-qiyama, ile ardhi itakuwa ni mfano wa tai imtie hapa katika shingo yake, ikimdidimiza katika ardhi min 7 ardhin. Hii ni iqab, yaonyesha kuwa ni dhulma kubwa, kama alivyosema Mtume man iqtata'a shibran min al-ardi dhulma, kwa njia ya kudhulumu, sio kwa haki. Hii ni moja katika picha ya pili ya mtu kuidhulumu, kudhulumu wengine. Ya tatu, ndugu zangu katika imani, ni qatlu an-nafs allati harrama Allahu qatlaha, ni kuua. Unapoua bila hatia, basi wewe umeingia katika kuwadhulumu wengine. Na Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika suratul Isra aya 33, wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq wa man qutila madhluman faqad ja'alna liwaliyhi sultana fala yusrif fil qatl innahu kana mansura. Allah subhanahu wa ta'ala
anasema wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bilhaq, la kuwa limekatazwa na Allah anasema musiue bila hatia. Hatia ni kwa pengine yule aliyeua anahitajika aingie katika hukumu ya qisas. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala anasema waman qutila madhluma, yule aliyeuawa kidhulm bila hatia, basi faqad ja'alna li waliyi sultana, tumempatia nafasi ya utawala wali wake, babake au ndugu yake au akaribu zake, nafasi na wao ya kulipiza kisasi. Lakini katika kulipiza kisasi pia Allah akaweka hudud, akawaambia fala yusrif fil qatl, wasio ni wenye kupitisha kiasi, wakafanya pengine tamthil, badala ya kuwa moja kwa moja wakafanya mengine ya ajabu, mwanzo kata mpaka ifike mahali pa kuwa. La, wamekatazwa hilo. Kama moja katika tafsir, innahu kana mansura, kwa sababu ule wali Allah subhanahu wa ta'ala amemsaidia, amemnusuru juu ya hilo la kusimama kutekeleza haki ya kifo cha ndugu yake au jamaa yake, ikiwa ni qisas. Kwa hiyo utapata hili la kuua bila hatia ni dhulm, na ni katika moja ya picha ya dhulmul insani li ghairihi, mwanadamu kumdhulumu mwingine. Ikiwa kuna hatia, basi ni ule mlango wa qisasi kama tulivyoeleza. Na vile vile pia Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka kwa lugha nyingine tusiwe ni wenye kufanya israfu, sio ameua basi si lazima tuue. La, kuna mlango wa kusameheana, na hiyo ni bora. Allah subhanahu wa ta'ala ameshiria katika aya zingine. Sampuli ya 4 ikhwatul iman ni adamu diqqa wal amana fil amal, na hii ni dhulma ya mwanadamu kudhulumu wenzake ama kumdhulumu pengine bosi wake aliyemwajiri, kwa sababu ikiwa ile kazi ambao umepewa huifanyi inavyotakiwa, ni amana umeibeba, umeikubali, kwa utatekeleza, basi unatakiwa uitekeleze kisawa sawa. Inna min suwari dhulm an ya'khudha al-muwadhafu aw al-ajiru haqqahu kamilan wa yuaddi wajibahu manqusa. Katika miongoni mwa picha za dhulm ni ule mwajiriwa kuchukua haki yake ya mshahara kamili bila mapungufu, lakini yeye kazi aliyopewa haitekelezi kisawa sawa. Na hiyo ni amana, na Allah subhanahu wa ta'ala ametueleza kwa mwanadamu ndio kiumbe dhaifu anayependa kubeba majukumu. Katika suratul Ahzab aya 72 Allah anasema inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Amana amma, amana kila sehemu, amana ya ibada, amana ya kazi, amana yoyote akipewa uko tayari kuibeba, na Allah ashabainisha. Kwa hiyo ndio hali ya mwanadamu. Lakini amana kama ile ilipoambiwa mfano majabali, mbingu, mko tayari kubeba amana kama hiyo, majabali na ardhi ikawa ni yenye kukataa, lakini mwanadamu akaikimbilia kwa haraka sana, wa hamalaha al-insan. Lakini Allah akabainisha mwisho innahu kana dhaluman jahula. Kwa utapata ni moja katika aksam ya dhulm, picha ya 3 katika dhulmul insani li ghairihi, mwanadamu kumdhulumu mwingine. Ni kwa yule alikupatia jukumu kama lile, basi unatakiwa ulifanye kiukamilifu. Ni amana uitekeleze kisawa sawa kwa njia bora zaidi, ili ilingane na ile haki ambayo unaitukua. Bila hivyo umeingia katika mafumu hii ya aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wewe ni dhalim, tena ni jahil, huelewi lile ambalo umelifanya, unasahau kabisa jukumu ambalo umelichukua. Kwa hivyo hiyo ni moja katika dhulm, inaingia katika dhulmul insan li ghairihi. Na Allah Subhanahu wa Ta'ala kama tulivyoeleza anatutaka katika unwani yetu ya warsha kama hii, fala tadhlimu fihinna anfusakum. Kuna sampuli nyingi ikhwatul iman. Moja katika sampuli za dhulm, kudhulumiana sisi kwa sisi, ni naqsul makayil wal mawazin. Wakati tunauziana, tunapimiana, tunapopunguza vile vipimo, basi hiyo ni moja katika sampuli za dhulm, na Allah subhanahu wa ta'ala amekejeli hilo
katika Qur'ani pale iliposema wailul lilmutaffifin alladhina idha iktalu ala an-nasi yastawfun wa idha kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Katika sampuli nyingine ni wale ambao na wao wameajiri watu, adamu i'ta'il ummal huquqahum. Ikiwa una bahati unamfanyaji kazi pengine nyumbani au umemwajiri kazini, unapochelewesha haki yake, hiyo ni moja katika dhulmul insani li ghairihi minan nas. Na Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi iliyoko katika Bukhari min hadithi Abi Huraira subhanahu wa ta'ala, hadithun qudsi, mtume anatupokelea hadithi hii kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, anasema thalathatun ana khasmuhum yawm alqiyama, kuna watu watatu mimi nimeteta nao, ni mahasimu wangu siku ya kiyama. Allah subhanahu wa ta'ala ameteta na hao watatu siku ya kiyama. Wa kwanza ni rajulun a'ta bi thumma ghadara, wa rajulun ba'a hurran fa akala thamana, wa rajulun istajara ajiran fastawfa minhu wa lam yu'tihi ajrahu. Hadithi mzito ndugu zangu katika imani. Yule ambaye kwamba ana bahati ameweza kupata waajiri, wafanyaji kazi, basi anatakiwa achunge haki zao. Na mtu wa kwanza ambaye Allah subhanahu wa ta'ala ni khasim na yeye siku ya kiyama ni huyo ambaye rajulun a'ta bi thumma ghadara. Rajulun a'ta bi maana yake kama walivyoeleza wanavyoni wa hadithi, rajulun a'ta al-ahada ni mtu ambaye ametoa ahadi, waliyamina na kiapo, kaapa, kataja jina la Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwa atafanya jambo fulani, thumma ghadara bihadha al-ahd, kisha akaifanyia khiana, akawa hatekelezi ile ahadi ambayo ameichukua. Na Allah subhanahu wa ta'ala anatueleza katika suratul Isra, wa awfu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Na aya imemwanzia pale katika yatim, Allah aliposema wala taqrabu mal al yatim illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashudda, anapofika umri kuweza kusurufu mali ya babake marehemu, basi unatakiwa amana kama ile uifikishe. Na wewe umechukua ahadi kwa kuwa utamlea, utamwangalia ule mtoto na mali yake utayalinda, basi afikishe salama. Allah anasema wa aufu bil ahd, tekelezeni ahad, innal ahda kana mas'ula. Kwa huyu ni wa kwanza ambaye Allah ashatangaza vita, ni khasim na yeye, yule ambaye anachukua ahadi ya kutekeleza jambo kisha akawa hatekelezi. Ameapa kwa kuwa atafanya, akataja jina la Mwenyezi Mungu, wallahi wa billahi wa tallah, akatumia yamin ili kutilia nguvu ile ahadi ambayo anaichukua ndio watu wamwamini. Basi kisha anapokhalifu akawa haitekelezi amana ahadi kama ile, basi ajue ametangaza vita hatari yeye na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na katika riwaya nyingine ya hadithi iliyoko katika Bukhari na Muslim min hadithi ibn Umar radiyallahu anhuma, mtume anasema likulli ghadirin liwa'un yawm alqiyama yu'rafu bihi, kila yule ambaye hatekelezi ahadi basi wana bendera maalum, watajulikana kesho siku ya kiyama. Bendera ile ni ya wale ambao walikuwa hawatekelezi ahadi katika maisha yao ya kidunia. Na liwaa kama tunavyojua ni kikundi cha kijeshi, na kila kikundi kina bendera yake, na hiki ni kikundi cha wale ambao hawatekelezi ahadi, na ni mmoja katika wale wanafiki, wa idha wa'ada akhlafa wa idha tu'mina khana. Kwa hivyo tutahadhari ikhwatal iman na sampuli ya mtu huu wa kwanza. Wa pili, rajulun ba'a rajulan musliman hurran, rajulun ba'a hurran fa akala thamana, mtu amemuuza mwanamume au muungwana, akamuuza ili awe mtumwa, kamtumilia nguvu na mabavu, pengine ni dhaifu, miji ya watu,
akampiga bei sokoni akanunuliwa, sasa yule ashabebwa kilazima, uko chini ya toa ya mtu. Wanavyoni wa hadithi wanasema maana yake ni ile hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba Muislamu anatakiwa amlinde Muislamu mwenzake, amnusuru, asimdhulumu, wala yuslimahu, asiwe ni mwenye kumsalimisha kwa maadui. Walaysa fi dhulmi a'zam, anasema wanavyoni wa hadithi wanaposherehesha hadithi kama hii, wanasema hakuna dhulma ile kubwa kama hii, min an yasta'bidahu au yu'arridahu lidhalika, amfanya awe ni mtumwa abid. Ndio wanaposema wa man ba'a hurran faqad mana'ahu at-tasarrufa fima abaha Allahu lahu, anapomuuza muungwana sasa ashabadilika kuwa ni mtumwa, ni miliki ya mtu mwingine, tayari ashamfanya sasa awe kando na yale mambo ambayo angefaa kuyafanya yeye mwenyewe, sasa hayawezi tena. Wa alzamahu hala adh-dhilla was-sighar, atakuwa amemfanya awe dhalil, awe mdogo sasa mbele ya watu. Fa huwa dhanbun adhim. Kwa huyo mwenye tabia kama hiyo, basi ajue Allah subhanahu wa ta'ala ni khasim na yeye siku ya kiyama. Umefuatana mwenzako muungwana, pengine una nguvu za kifedha, una nguvu za kiutawala, ukampiga bei katika ardhi zingine, na yule akamilikiwa, sasa uko chini ya utawala wa mtu, basi umefanya kubwa sana. Na yule hana la kujitetea, pengine ni dhaifu, hawezi kubainisha la huyu bwana hakunimiliki, hakuna makaratasi yenye uthibitisho hilo, ni mabavu yake, na ikapita hiyo bei mbele ya maadui wengine. Manake na wale ambao wenye kununua watumwa, ikiwa wanatafuta haki wataijua, lakini ikawa hataki kujua, bei inakuwa ishapita kipindi hiko, na sikupita kwa halali, ni kupita kwa mabavu, kwa njia ambazo si za haki, lakini mwanadamu mwenzako ashakuwa dhaifu. Kwa Mwenyezi Mungu anatangaza vita kwa mwanamume huyo ambaye amefanya kitendo kama hiki cha kumuuza muungwana mwenzake. Wa rajulun, mahallu shahid katika yule ambaye tunamzungumzia, rajulun istajara ajiran, na mtu wa tatu ni huyo ambaye ameajiri watu au amemwajiri mtu, fastawfa minhu al'amala, akamfanyia kazi yake vizuri ile ambaye amempatia. Sawa, pengine ni mtumishi nyumbani, au pengine ni funde amekuja kujenga kwako, anakutengezea kitu fulani. Ilipofika wakati wa kupewa haki yake, akawa ni mwenye kumnyima haki yake, na kwa kuwa ni dhaifu, ni mnyonge, akamnyang'anya, akamwambia hujafanya lolote, enda zako. Kazi zote uliyofanya ni bure tu, kufanya lolote, mimi hapa paka nigaramie fundi mwingine nimlete anze tena alifu kwa kijiti. Fakhana al-amana, akawa ni mwenye kukhini ile amana yake, haki yake. Basi ajue Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametangaza vita na yeye, Allah ni khasim na yeye يوم القيامه, kwa sababu almuslimuna ala shuruti, ikiwa ameifanya ile kazi kwa masamo aliyokubaliana, basi mtekelezee haki yake. Kwa hiyo hii ni moja katika sampuli ya dhulm ambayo tumeeleza, adam i'ta'il ummali huquqahum, kutowapatia wale wafanyikazi haki zao. Ya sampuli ya saba, ikhwatal iman, ambayo tutamalizia mazungumzo yetu, na dhulma hizi ni nyingi kama alivyoeleza, ni dhulmul insana ala ghairihi. Katika picha hii, alqadhfu walhadithu fi a'radhi almuslimin, kusingizia machafu kwa wenzako ukawatuhumu, au ukawa unazungumza katika ile hali ya kuwakosea heshima zao, ukawa ni wenye kuharibu majina yao mbele ya watu. Unapofanya hilo, umeingia katika mlango wa dhulmul insana ala ghairihi, mwanadamu kumdhulumu mwenzake. Aya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika sura An-Nur aya 4 anasema, walladhina yarmuna almuhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum 80 jalda wala taqbalu lahum shahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema, alladhina yarmuna almuhsanat ay yakdhifunahun, wale wanawake ambao wamejihifadhi, wamejilinda
na machafu na gonjwa hili la zina, wakawa wamejihifadhi vizuri. Sasa yule ama wale ambao wanawasingizia kuwa wamefanya uchafu kama ule, kisha hawakuleta mashahidi wanne, Allah anasema fajliduhum 80 aljadda, muwapige mijaladi 80, wala taqbalu lahum shahadatan abada. Kwa sababu shahidi umekosekana, hawakuleta mashahidi wanne ambao wameshuhudia kitendo kama kile, ni wewe tu kuropokwa ovyo bila ushahidi, basi Allah subhanahu wa ta'ala anasema hadi yao hawa ni kupigwa mijaladi 80. Na ikiwa ni ule mlango kwamba alishuhudia kama ule sahaba alishuhudia, basi ni ule mlango wa viapo, uweze kutekeleza viapo na kujapiza laana ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yako. Allah anasema ulaika humul fasiqun, hao wenye kufanya kitendo kama hiyo ni wafasik, madhalim, wanajidhulumu nafsi yao na vile vile kudhulumu nafsi za wengine, kwa sababu ushakosea kwa yule ambaye unamsingizia amesifika na kitendo kichafu, ushamkosea heshima yake, umeingia katika alhadithu fi a'radhi almuslimin, heshima yake itaonekana sasa ni mtu duni, mtu mbaya, kumbe ndani hakuna uhakika wa jambo kama hili. Na hayo yanatokea sana paka katika mitandao. Utamwona mtu ameshikwa, anatangazwa ameshikwa na kitendo kichafu kibaya, na watu wanapokwenda ndani zaidi wanapata ni hadithi ya uongo. Lakini kipindi kile heshima ya ule mwanadamu ishaharibika, anakuwa mtu dhaifu katika mujtama na anaonekana ni mtu wa kufanya vitendo ambavyo havistahiki. Kwa hivyo hii ni moja katika sura ya dhulm ambayo inapatikana tunaposingiziana machafu au tunapokoseana heshima katika mujtama wetu. Na mwisho kabisa, kama tulivyoeleza ni nyingi, kuna kudhulumu mtu, kumdhulumu jirani wake, kuna kuchelewesha deni. Hii ni moja katika dhulm. Una uwezo wa kulipa ukawa unachelewesha deni ya mwenzako, na hiyo ni makosa. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema matlul ghaniy dhulm, yule ambaye ana uwezo wa kulipa alipe. Ikiwa ni mwenye kuchelewesha na uwezo anayo, basi amefanya dhulm. Isipokuwa ikiwa yule ambaye pengine amekopesha na ameshindwa kulipa, anapokutaka aakilishe deni lake kwa mtu mwingine, basi mtume ametuambia ukubali pale aliposema fa idha utbi'a ahadukum ala maliyin falyatba, mimi nadaiwa sina uwezo wa kulipa, napokupeleka kwa ndugu yangu ambaye ana uwezo kwa sasa ili deni liondoke kwangu liingie katika mikono yake, basi wewe mwenye kudai unatakiwa ufuate. Hiyo ni moja katika njia ya kumsaidia. Lakini yule ambaye ana uwezo wa kulipa lakini anachelewesha, akaunti yake imejaa, subiri kesho kutwa, baada ya mwezi, unachelewesha tu, mtume anasema hiyo ni dhulm, umemdhulumu yule ambaye kwamba amekukopesha. Kwa hivyo ni nyingi ikhwatal iman, na wakati umeenda, nimechukua wakati mwingi ikiwa nasubiri mashaikh waweze kuhudhuria. Ndugu zangu hapa tayari namuona Sheikh Ali Bayero tayari yuko hapa na mashaikh wengine, ndio nimetawilisha kwa ajili ya hivyo. Lakini tutahadhari na masiku haya matukufu, masiku ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ametutaka katika aya kama hii ambayo inaeleza utukufu wa miezi kama hii mitukufu, ashurul hurum, pale alipotuambia fala tadhlimu fihinna anfusakum, na tumuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala istighfar kwa dhulma mbalimbali ambazo tumezifanya kwa dhulumu wengine, au ile dhulma ambayo ni dhulmu ya nafsi zetu, kutotekeleza ibada inavyotakiwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wa barrul karim.